Umasikini ni hali ambayo inasababishwa na maamuzi, tabia na mtazamo wa mtu kuhusu fedha. Watu wengi huwa wanafanya kazi kwa bidii kila siku, lakini bado hawaoni maendeleo makubwa ya kifedha. Ni kwa sababu wanashindwa kusimamia vizuri mapato yao. Ili mtu aweze kutoka kwenye umasikini, ni lazima kwanza atambue sababu ambazo zinamfanya abaki kwenye hiyo hali. Sababu ya kwanza ni kuishi bila malengo. Kuishi bila malengo ni mojawapo ya sababu kubwa zinazowafanya watu wengi wabaki kuwa maskini. Malengo ni kama dira inayomwelekeza mtu kitu anachotaka kukifikia ndani ya muda aliojipangia kama sehemu ya malengo yake. Mtu asiye na malengo huwa anatumia muda na fedha bila mpangilio kwa sababu hana mwelekeo wa maisha. Anaweza kufanya kazi kwa miaka mingi lakini asione maendeleo yoyote ya maana na kujikuta akitumia fedha zake kwenye starehe na matumizi yasiyokuwa na ulazima. Badala ya kuwekeza au kuweka akiba, anaweza kutumia fedha zote kwenye matumizi ya muda mfupi yasiyokuwa na faida. Malengo huwa yanamhamasisha mtu kufanya kazi kwa bidii, kujifunza ujuzi mpya na kutumia fursa ambazo zitajitokeza. Mtu mwenye malengo huwa anapima maendeleo yake na kurekebisha pale anapokosea. Ni muhimu kuwa na malengo ya kifedha ya muda mfupi na muda mrefu ili maisha yawe na mwelekeo na maendeleo endelevu. Sababu ya pili ni kurundika madeni. Madeni sio mabaya kama utayatumia vizuri kupata maendeleo ya kifedha, lakini ukirundika madeni ambayo hayana lengo la kukupa maendeleo, hayo madeni yatakuwa ni sababu kubwa ya kubaki maskini. Watu wengi huwa wanakopa fedha kwa ajili ya kufanya starehe au kununua vitu ambavyo havizalishi pesa yoyote na kujikuta wanatumia sehemu kubwa ya faida na kipato wanachokipata kulipa madeni badala ya kuwekeza na kuweka akiba. Kadri madeni yanavyoongezeka, ndivyo uhuru wa kifedha unavyozidi kupungua. Mtu anaweza kuanza kupata msongo wa mawazo kwa sababu kila kipato anachokipata tayari kinakuwa na matumizi ya kulipa madeni, hali inayomfanya ashindwe kuweka akiba, kuwekeza na kutumia fursa ambazo zinaweza kuboresha maisha yake. Ili kuepuka hili tatizo, jifunze kukopa pesa kwa sababu za msingi na zinazoweza kukuongezea kipato, kwa sababu mkopo ni moja ya njia zinazotumiwa na matajiri wakubwa duniani kukuza mitaji yao kwenye biashara zao. Kabla ya kukopa, unapaswa kujiuliza kama huo mkopo utakusaidia kupata faida au utakuwa ni moja ya mzigo wa muda mrefu utakao kurudisha nyuma kifedha. Sababu ya tatu, kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato ni moja ya riski kubwa kwenye maisha ya kifedha. Kama chanzo hicho kitapungua au kupotea, utakosa njia nyingine ya kujikimu, na hii ndio sababu ya watu wengi wanajikuta wakirudi nyuma kifedha wanapopoteza kazi au biashara inapokufa. Kwenye dunia ya leo, ni busara kuwa na zaidi ya kimoja cha mapato. Unaweza kuwa unapata mshahara, lakini pia ukafanya biashara ndogo ndogo na kuwekeza kwenye maeneo na miradi mbalimbali ili uongeze usalama wa kifedha. Sababu ya nne ni ujuaji. Ujuaji ni tabia ya kuamini unajua kila kitu na huna haja ya kujifunza kwa watu wengine. Tabia hii huwa inawazuia watu wengi kupata maarifa mapya yanayoweza kuboresha maisha yao. Dunia inabadilika kila siku. Anayekataa kujifunza huwa anabaki nyuma kimaendeleo. Mtu mwenye ujuaji mara nyingi huwa hapendi kushauriwa, kusoma vitabu, kujifunza, kuhudhuria mafunzo mbalimbali na kusikiliza watu wenye uzoefu ambao utamsaidia kupiga hatua, na huwa anajikuta anaendelea kufanya makosa yale yale kila siku kwa sababu anaamini njia anazozitumia na maarifa aliyonayo ndiyo vitu sahihi kuliko vitu vingine, na matokeo yake ni kushindwa kukua kifedha na kifikra pia. Ili kufanikiwa kifedha, unapaswa kuwa mnyenyekevu na kuwa tayari kujifunza kila siku. Maarifa mapya huwa yanaleta mbinu mpya za kuongeza kipato na kutumia vizuri fursa ambazo zitajitokeza. Kujifunza ni uwekezaji ambao unatoa faida ya muda mrefu. Sababu ya tano ni kutunza pesa. Kutunza pesa ni jambo zuri, lakini kutunza pesa bila kuziwekeza au kuzifanya zizalishe fedha nyingine ni sababu inayoweza kumfanya mtu abaki kuwa maskini. Fedha zikikaa bila kufanya kazi huwa zinapoteza thamani kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Sio kila anayehifadhi fedha anajenga utajiri. Unatakiwa kujua kuna tofauti kubwa kati ya kutunza fedha na kuweka akiba. Njia nzuri na sahihi ni kutunza fedha kwa lengo la kuzitumia kwenye uwekezaji wenye faida au kununua asset. Akiba inapaswa kuwa ni mwanzo wa safari ya uwekezaji. Fedha zinapowekezwa kwa busara huwa zinaanza kuzalisha fedha nyingine zaidi na kumwezesha mtu kujenga utajiri na mafanikio ya kudumu. Kubaki maskini kunachangiwa na tabia na maamuzi ambayo mtu
mtu anayafanya kila siku kwa kuishi bila malengo, kurundika madeni, kutegemea chanzo kimoja cha mapato, ujuaji na kutunza pesa bila kuzizalisha ni mambo yanayozuia maendeleo ya kifedha. Unaweza kuzibadilisha hizi sababu zikawa ni majibu na msingi wa kupata mafanikio kwa kujenga nidhamu, kujifunza, kuweka malengo na kutumia fedha zako kwa busara.